Namna hiyo, na ndivyo tunavyoanza Azam News na habari yetu kuu kwa usiku huu, ambapo mawasiliano ya njia ya barabara kati ya mikoa ya kusini kwenda Dar es Salaam kupitia Lindi yanaendelea kuwa tata baada ya leo daraja lingine la muda mfupi kusombwa na maji katika eneo la Matandandu wilayani Kilwa mkoa wa Lindi, na hivyo kuwafanya mamia wananchi kukwama kwa muda mrefu, kama ambavyo anatueleza Omar Mikoma. Ni takriban mwaka mmoja umepita tangu maeneo haya yakumbwe na changamoto ya madaraja kusombwa na maji kufuatia athari za mvua za El Nino na kimbunga Idaya zilizotokea mwaka jana. Wakati serikali ikifanya jitihada za kurejesha miundombinu ya madaraja hayo, kwa sasa changamoto hiyo imejitokeza tena na kuendelea kuathiri shughuli za usafiri na usafirishaji kwa wananchi wanaotumia barabara hii. Hapa kuna mkandarasi na mkandarasi alichelewa kidogo kwenye kusaini mkataba wake, Mheshimiwa Waziri, unajua. Kwa hiyo bado alikuwa kwenye hatua za kumobilize vifaa kwa ajili ya kutengeneza, lakini alishaanza kutengeneza diversion ambayo inaonekana kule. Bahati mbaya diversion hiyo ilikuwa haijakamilika, kwa hiyo imekutana na maji haya, imekutana na mvua nyingi, kwa hiyo diversion yote karibu nusu au zaidi imeondoka na maji. Waziri mwenye dhamana amefika katika maeneo haya na hapa anaeleza mikakati na jitihada zinazofanyika ili kurejesha mawasiliano. Tumeagiza gari za kokoto kubwa zaidi ya gari 100 tumeziagiza, na saizi ziko tayari njiani zinakuja, na hizo culverts za dharura ambazo zitakuja kutandikwa humu. Kwa hivyo kila mbinu tutaitumia ili kusudi tuhakikishe ndani ya muda mfupi ujao maisha yapate kuendelea. Mimi na timu yangu tutakuwa pale Somanga usiku kucha wa leo. Sawa. Mpaka pale mawe yatakapokuwa yameenea na tayari gari ndogo na gari za abiria zitakapoanza kumove. Sema tu serikali itusaidie, kwa sababu watu wengi wamekwama njiani. Na hapa tulipo sisi hatuwezi kujua tutatoka saa ngapi na tutazika saa ngapi, tutarudi saa ngapi. Na wengine tunafanya kazi kwenye maofisi ya watu, kwa hiyo serikali tusaidie, kwa sababu ukiangalia madaraja haya katika tangu mwaka jana. Tunategemea sana biashara yetu sisi ya samaki ni abiria hao ni safiri kutokana na mabasi wanatoka huku kwenda kusini, kusini kwenda kaskazini, tunategemea sana. Kwa hiyo ikishatokea ajali kama hii sisi kwetu tunaathirika. Kinachoendelea kwa sasa ni viongozi mbalimbali wanafanya jitihada ya kuhakikisha mawasiliano yanarejea kama ilivyo kawaida, ili kuwawezesha wananchi wanaosafiri kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya kusini, lakini pia kutoka mikoa ya kusini kwenda Dar es Salaam wanafanikisha safari zao. Nikiripoti kutoka wilayani Kilwa mkoani Lindi, mimi ni Omar Mikoma na hii ni Azam News. Tukisalia hapo, kutokana na kukatika kwa mawasiliano ya barabara mkoani Lindi kumeathiri safari, ambapo sasa hivi baadhi ya abiria wanalazimika kutoka mikoa ya kusini kwenda Dar es Salaam kwa kupitia Songea, Iringa na Morogoro, huku akijikuta akitumia gharama kubwa za nauli tofauti na bajeti zao, kama anavyotueleza John Kasembe. Hawa ni baadhi tu ya abiria wanaeleza namna walivyokumbana na changamoto hiyo. Leo siwezi kufika Dodoma, manake mpaka kesho. Kwa hiyo niko hapa sasa, najaribu kuangalia aidha niombe kurudishiwa nauli, au kama haitawezekana basi nione kama naweza nafikaje huko nakoelekea Dodoma. Kama sisi tunaenda Tanga kwenye Gadu, hapa ninavyokuambia pana keki pale, ina maana inaharibika. Kutokana na nini? Usafiri ni shida. Sasa kinachotokea kwa maana shida pia kwamba nauli kwanza inakuwa ni cost yake ni kubwa, sababu mzunguko ni mrefu. Lakini pia nategemea na malengo, sababu inawezekana kuna mtu alitoka leo naamini kesho labda atafanya 1, 2, 3. Kwa upande wetu kwa maana sisi tunaumia kwa sababu tuna mambo mengi tunajiuliza. Lakini mawakala wa basi katika stendi kuu ya Mkanaledi mjini Mtwara wamezungumzia hatua walizozichukua kunusuru hali hiyo. Tulichobahatika kwamba dharura, kwa sababu sisi gari zetu zipo na abiria tunao. Kwa hiyo tulichoamua sasa hivi tumeamua kwamba tumeiomba hata serikali ili tunazunguka njia ya Songea ili tutoe huduma kwa wananchi. Tajiri wetu alituelekeza kitu kimoja kwamba tunaweza tukazunguka barabara ya Songea, lakini akatupa mlolongo wa nauli, akatuambia kwa abiria mmoja kama ataweza kuongeza nauli wale waliokata juzi kwa ajili ya kuondoka jana. Wakasema ongeze nauli
kwa ajili ya kupita barabara hii, na kama itashindikana kuongeza nauli, basi wakae na pesa zao au tukae na pesa zetu, au wakae na tiketi. Wakishakaa na tiketi, muda ukikaa vizuri barabara hii, tutarudi tena huko. Ndio hapa tupo kwenye process ya kukatisha tiketi, nauli yake ni 1,900,000. Ni basi la Buti la Zungu kwa sasa likiwa katika maandalizi ya kuanza safari kuelekea Dar es Salaam kwa kupita barabara ya Songea, Iringa, Morogoro hadi Dar es Salaam. Na abiria wanaoendelea na safari hii ni baadhi ya wale ambao wamekwama kusafiri jana kutokana na changamoto ya kukatika kwa eneo la barabara, eneo la Somanga. Kutoka Mtwara, mimi naitwa John Kasembe, Azam News. Athari za mvua zimeshuhudiwa pia mkoani Shinyanga, ambapo mvua zinazoendelea kunyesha zimeua mtu mmoja ambaye mwili wake bado unaendelea kutafutwa wilayani Kahama. Mbali na kifo hicho, baadhi ya makazi yamekumbwa na mafuriko, huku miundombinu ya barabara na madaraja yakibomoka, ambapo mkuu wa wilaya ya Kahama Mboni Mhita amesema ujenzi holela umekuwa chanzo cha mafuriko. Changamoto ya Kahama 75% ni ujenzi holela, 25% ndio miundombinu. Kwa hiyo tulikuwa na kesi jana, mtakumbuka, ya mama mmoja ambaye yeye huwa na changamoto kidogo. Kwa hiyo wakati yuko anaendelea pale, akateleza akaingia kwenye mtaro, na ni mtaro ambao alionekana kabisa sema maji yalikuwa yanaenda kwa kasi. Walipofanikiwa kuweka kitu ili kumsaidia asiweze kuendelea kupelekwa na maji, akawa ameshapoteza maisha. Maji yalipokuja yaliingia ndani, yalipoingia ndani yameathiri vitu vyote vya ndani, magodoro yameroana, maana maji mimi ndani yalikuwa yananifika kiunoni. Ambayo barabara ile ingepata mtaro ingesaidia kupunguza kasi kubwa ya maji yanayokuja. Lakini kwa kuwa mitaro inakuwa hakuna, maji ndio maana yanawazidia wananchi. Ni Juma Hussein, mkazi wa Kahama. Makamu wa pili wa Rais Zanzibar Hemed Suleiman Abdalla ameongoza wananchi na viongozi mbalimbali katika dua ya kumbukumbu ya Mzee Abeid Amani Karume ambaye ametimiza miaka 53 tangu kuuawa kwake, huku viongozi wakihimiza kuishi uzalendo katika utendaji wao wa kazi kama tunavyoelezwa na Mtumwa Saidi. Ni dua maalumu ya kumbukiza kifo cha hayati Mzee Abeid Amani Karume ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mnamo mwaka 1972 katika jengo la afisi kuu CCM Kisiwandui. Baada ya dua hiyo, viongozi wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameweka mashada ya maua katika kaburi la hayati Mzee Abeid Amani Karume. Karume alikuwa ni mtu, kwa sababu huyo alomgonga, alompiga, ndiye alikuwa alimpandisha cheo katika alimpandisha chati kwenda kusoma nini. Kwa kifupi, Sheikh Karume alikuwa mzalendo. Katika maisha yake alikuwa na lengo la kuifanya Zanzibar iwe ya kisasa. Kwa muda mfupi tu ambao wamekaa, tumeona maendeleo ambayo aliyaleta. Nyumba zile kila wilaya zipo ambazo ni za gorofa, alivunja nyumba za chini na akaweka nyumba zile za gorofa. Hata historia ya kifo chake, aliuliwa peke yake akiwa peke yake na hakijasababisha vita kwa wengine au mauaji mengine. Kwa hiyo ni ishara kwamba nchi ilikuwa na amani na utulivu, isipokuwa ni maadui wachache ndo alisababisha hizo athari za kifo chake. Maendeleo makubwa yaliyopatikana sasa katika sekta ya elimu yalitokana na misingi aliyoiweka na maono aliyoyaweka kwamba elimu bure kwa wote, yani elimu bila ya malipo kwa wananchi wote. Na sasa wanafunzi wa Waswahili, Wakwezi na wakulima wamepata fursa ya kusoma, na sasa ndio viongozi wanaotumikia taifa hili ndani na nje ya nchi. Katibu wa NEC idara ya itikadi, uenezi na mafunzo CCM Taifa, Amos Makala, amesema marehemu Mzee Karume ameacha alama kubwa katika Chama cha Mapinduzi na vyama vingine. Baada ya kuunganisha nchi, kilichofuata 77 ni kuunganisha vyama. Kwa hiyo isingekuwa wazo lake la kwanza la kuja kuwa na muungano ambao lilizaa kuzaliwa kwamba kuna haja sasa tumeunganisha nchi, huku kuna ASP, kwa hiyo kuna haja ya kumalizia kuunganisha vyama vyetu. Sisi tunamtaka rais wetu tushirikiane na vyama vya upinzani, hususan CUF. Tushirikiane tuijenge nchi ili wananchi wafurahi, wa chini wanyonge wafurahi, wafikiriwe. Ni miaka 53 sasa tangu kuuawa kwa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Mzee Abeid Amani Karume, huku viongozi chipukizi wakihimizwa kuwa wazalendo katika taifa lao.
Kutoka Zanzibar, Tumwa Saidi, Azam News. Alikuwa mhariri mwandamizi msaidizi wa habari na matukio wa Azam Media marehemu Rahab Fred Fungo amezikwa leo katika makaburi ya Kondo Ununio jijini Dar es Salaam, huku akiacha alama ya utu na weledi, kwa mujibu wa watu wengi waliomzungumzia kwa kadri walivyomfahamu katika kipindi cha uhai wake. Joseph Mpangala alikuwepo kwenye mazishi ya marehemu Rahab yaliyohudhuriwa na wadau mbalimbali wa habari. Mazishi ya Rahab yalitanguliwa na misa takatifu iliyofanyika katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Bonaventura lililopo Kinyerezi, Dar es Salaam. Mbali na ujumbe wa neno la Mungu juu ya maisha sahihi ya mwanadamu awapo duniani, walioshiriki misa hiyo wakasomewa wasifu wa marehemu uliowasilishwa na mmoja wa watoto ambaye alibainisha ugonjwa uliokuwa ukimsumbua mama yao. Mama aligundulika na tatizo la moyo uliokuwa umepanuka kidogo upande wa kulia mnamo mwaka 2015, ambapo alianza kuhudhuria kliniki za moyo katika hospitali mbalimbali ikiwemo TMJ Hospital, Care Plus Hospital na Mid-Eid Clinic na JKCI. Mnamo mwezi wa pili 2025, hali ya mgonjwa ilizidi kudhoofika na taratibu za matibabu zaidi nje ya nchi India zilianza. Wakati mipango ikiendelea, tarehe 18 Machi 2025, hali ya mama ilibadilika na kupelekwa hospitali ya Regency. Tarehe 21 Machi alipata referral kwenda JKCI Hospital Muhimbili, ambapo umauti ulimkuta tarehe 5 Aprili 2025. Waliomfahamu marehemu Rahab nao wakaeleza kumbukumbu mbalimbali nzuri walizobaki nazo. Na Rahab kwa wafanyakazi hawa alikuwa ni mama, alikuwa ni dada, alikuwa ni rafiki, alikuwa ni mwalimu na alikuwa mfariji kwa wengi. Rahab amefariki wakati kampuni ikiwa inamhitaji sana. Ilikuwa ndio kwanza tunaanza mapinduzi ya habari, tumeshaanza lakini tulikuwa bado tunaendeleza haya mapinduzi ya habari na vipindi mbalimbali, na hasa mwaka huu ambao ni mwaka wa uchaguzi, na Rahab akiwa ni miongoni mwa watendaji wakuu. Alikuwa ni mtu ambaye anahitajika sana. Alikuwa mtu mwema sana, mtu hodari, mchapakazi na mpenda maendeleo. Sisi Radio Free Africa tulipokea kwa masikitiko makubwa sana kwa sababu ya mambo makubwa ambayo Rahab aliyafanya wakati akiwa Radio Free Africa. Ni moja kati ya binadamu waungwana sana ambao nimewahi kukutana nao kwenye maisha. Muungwana, sijawahi kwa zaidi ya miaka karibu hiyo miaka 20 imepita, sijawahi kumuona Rahab akifoka hata angalau nimewahi kwa hivyo fokea hata watoto wako nyumbani, kitu kama hicho, lakini ndivyo alivyoumbwa hivyo. Na haya ndiyo makazi ya mwisho ya marehemu Rahab Fredi hapa katika makaburi ya Kondo Ununio. Rahab Fredi alifariki dunia tarehe 5 ya mwezi huu katika hospitali ya Muhimbili alipokuwa akipatiwa matibabu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Na buriani Rahab Fred. Naam, imekuwa ni kumbukumbu na tutaendelea kumkumbuka kutokana na mchango wake kwenye tasnia ya habari. Tunafahamu kutokana na mazuri ambayo amefanya, amekuwa kama mlezi kwa sisi vijana ambao tumeingia kwenye tasnia ya habari. Amekuwa kama mlezi, na mimi nakumbuka nikiwa shuhuda binafsi wa matendo mazuri ambayo amefanya. Mara ya kwanza kabisa mimi naingia kwenye hapa Azam Media Limited, nilivyomsalimia tu akaniambia wewe ni mtangazaji. Na kutokea pale kulikuwa kuna hatua mbalimbali ambazo amekuwa na mentorship au yale mafunzo ambayo anatoa hatua kwa hatua, kufuatilia makosa unapokosea na kuambia. Kwa hiyo ni kumbukumbu nzuri ambayo tuko nayo na tutaendelea kumkumbuka kwa mazuri mengi ambayo amekuwa nayo. Hakika hata mimi pia nimepita katika mikono yake. Ni mwalimu wangu mzuri. Naam. Tukukumbushe habari kuu usiku huu ni juu ya madaraja yameendelea kusombwa Lindi, wasafiri wakiendelea kutabika njiani.
Karibu tena, tunaendelea na Azam News. Uko nami Ahimidi Olotu, niko na mwenzangu Marcy Mbaya pamoja na Claudia Mwakatobe anayetuongoza katika lugha ya alama. Wizara ya Afya imesema 76.5% ya watu wazima wenye umri wa miaka 15 wanakabiliwa na changamoto ya kuoza kwa meno kunakotokana na kutokuwa na elimu ya usafishaji wa kinywa na meno kwa usahihi. Joseph Mpangala anatueleza zaidi kuhusiana na taarifa hii. Mkurugenzi msaidizi kitengo cha kinywa na meno kutoka Wizara ya Afya Dr. Baraka Nzobo anasema kuwa sababu nyingine inayosababisha hali hiyo ni aina ya ulaji wa vyakula vya sukari. Aidha, sababu nyingine inayotajwa ni kutokwenda kwa madaktari kwa ajili ya kutazama afya ya kinywa na meno. 76.5% ya Watanzania watu wazima kuanzia miaka 15 na kuendelea tumeoza meno. Sasa naamini humu wote sisi ni watu wazima. Tukisema tufungue vinywa vyetu humu itakuwa ni balaa. 31.1% ya watoto pia wameoza meno yao ya utotoni. Magonjwa ya kinywa na meno, kuna aina nyingine ya tunasema magonjwa ya fizi. Fizi kwa mfano ukipiga mswaki fizi zinatoa damu. Unapoongea na mtu unatoa harufu mbaya kinywani. Hali yote ni magonjwa ya fizi. Ukimwangalia mtu kwenye kinywa chake ana utando mgumu kwenye meno yake, tunauita ugaga au kitaalamu tunasema calculus. Sasa ukiangalia kiasilimia ile burden, mzigo wa ile tatizo, 67% ya watu wazima tuna magonjwa ya fizi. Dr. Ambege Mwakatobe anasema kuwa Watanzania walio wengi hawajui namna nzuri ya kusafisha kinywa, lakini pia kutumia mswaki kwa muda mrefu. Kusafisha kwa meno kusiwe kwa kukwaruza. Tunafanya hivi mara nyingi. Unaweka kama mzunguko kidogo wa mswaki wako, kama circulation movement. Kwa hiyo ina maana unatoa ule uchafu kutoka kwenye kuta za meno. Aidha, Dr. Mwakatobe ameongeza kuwa dawa ya meno inayohitajika kutumika ni ile yenye madini ya fluoride. Unasoma ile paketi lake utaona madini ya fluoride. Kwa watoto isiwe zaidi ya wataona wameandika kiwango cha fluoride 1000 ppm. ppm ni parts per million. Kwa hiyo kiandiko 1000 kuja chini around 1000, hiyo kwa watoto. Lakini kwa watu wazima miaka 15 16 kwenda juu tunashauri iwe angalau 1450 1500 ppm. Lakini nao baadhi ya wananchi wamesema utaratibu wa kwenda kutazama afya ya kinywa na meno haupo kwa walio wengi. Watu wanangoja mpaka asikie maumivu ya jino linamuuma ndo aende kwa daktari. Mtu anaweza akanywa chai, akala mchana, akala usiku. Anapoona basi maisha yanakwenda, haoni kama kuna umuhimu wa kuangalia afya ya meno, afya ya kinywa. Aidha, imeshauriwa kuwa matumizi ya mswaki yasizidi miezi 3 ili kuweza kufanya kazi kikamilifu, na matumizi ya dawa ya meno iliyoshauriwa na mtaalamu wa afya. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Zaidi ya watu 30 wamekufa maji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutokana na mafuriko yaliyoukumba mji mkuu wa Kinshasa baada ya mvua kubwa kunyesha, huku ikishuhudiwa baadhi ya nyumba zikibomoka na barabara zikiharibiwa, kama anavyotueleza Timalugi Kasuga. Hii ndio hali halisi ya mafuriko inayoshuhudiwa katika mitaa mbalimbali ya jiji la Kinshasa lililovamiwa na mafuriko baada ya mvua kubwa za Ijumaa na Jumamosi. Hali imekuwa mbaya zaidi baada ya mto wa Njili wa mjini Kinshasa kukatika kingo zake na hivyo maji ya mvua kuingia mitaani. Imewalazimu waokoaji kufika katika baadhi ya maeneo wakitumia mitumbwi ili kunusuru maisha ya wananchi waliokumbwa na mafuriko hayo. Maombolezo ya waliofariki dunia yanaendelea huku idadi ya vifo ikihofiwa kuongezeka kutokana na kwamba baadhi ya watu bado wanatafutwa katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mafuriko katika mji huo wenye wakazi zaidi ya milioni 17. Baadhi ya wananchi wanaonyesha ghadhabu kwa mamlaka wakidai hazijawajibika kwa wakati kufanya uokoaji na kupeleka misaada ya kutosha kwa walioathirika na mafuriko. Huduma za usafiri zimelazimika kusimama katika maeneo mengi baada ya huduma miundombinu ya barabara kuharibiwa, huku kukiwa na kilio cha uhaba wa maji safi baada ya baadhi ya maeneo ya uzalishaji kuharibiwa na mafuriko.
Hayo yanaendelea wakati ambapo mvua kubwa zinaendelea kutabiriwa katika siku zijazo juma hili. Temaluge Kasuga, Azam News. Wakazi wa kijiji cha Mwangholo wilayani Kishapu mkoa wa Shinyanga wameanza kupata maji safi na salama baada ya kuzinduliwa rasmi kwa mradi utakaokuwa na uwezo wa kuhudumia zaidi ya wananchi 2,000 ambao awali walilazimika kwenda umbali mrefu kupata huduma hiyo muhimu, kama ambavyo tunaelezwa na Kasisi Costa. Ni katika kijiji cha Mwangholo, kata ya Mwaduiro Humbo, halmashauri ya Kishapu, ambapo wananchi hawa walikuwa wakikumbana na changamoto ya kusafiri umbali mrefu kwenda kusaka maji, huku maisha yao yakiwa hatarini kwa kukutana na wanyama wakali aina ya fisi. Amani tulikuwa na shida ya kupambana, tunaamka usiku tunapambana huku na wanyama wakali, kwa mfano kama fisi. Wakina mama tulikuwa tunachota maji kwa visima virefu, muda mwingine mnaenda kuchimba kabisa visima kwenye mamito. Maana yake tulikuwa tunasumbuka, maji tulikuwa tunafuata kabisa mwadui. Kabla ya kuendelea kiangazi sana, tulikuwa tunachotea mle kuna kamto, lakini kanaisha mwezi wa 7 tunaanza kufuata mwadui. Tulikuwa tunateseka mno. Tulikuwa tunahangaika kweli. Tulikuwa tunafuata maji mpaka mto Tungu. Tunatembea kuanzia kwenye saa 9. Unamwacha mwanamume amelala ndani. Ila mwanamume ukimwacha kwa huo muda analalamika. Mradi huu ambao umetekelezwa na wakala wa maji vijijini Ruwasa unataraji kuhudumia zaidi ya wananchi 2,000 wa kijiji hiki ambao watanufaika na uwepo wake. Mradi ulianza kujengwa mnamo mwezi Februari 2024 na ulitarajiwa kukamilika mwezi Agosti 2024. Kutokana na sababu mbalimbali, mkandarasi aliongezewa muda utekelezaji wa mradi huo hadi tarehe 31 mwezi wa 3 2025. Gharama za mkataba wa ujenzi wa mradi huu ni milioni 445. Mradi huu mkubwa wa maji ambao kijiji hiki cha Mwangholo na kijiji kile cha Nyenze tulikuwa tunaza kubwa ya maji katika kijiji hiki. Tunamshukuru sana meneja wa Ruwasa kwa kutuletea maji katika kijiji chetu hiki cha Mwangholo. Akizungumza mara baada ya kutembelea na kukagua mradi huo, mkuu wa wilaya ya Kishapu Peter Masindi amewataka wananchi kuhakikisha wanatunza na kulinda miundombinu na vyanzo vya maji. Tutunze sana hii miundombinu. Mradi wa maji una gharama kubwa mno. Yawezekana wakawepo watu wenye tamaa na fedha wakaiba mabomba yetu kwa ajili ya kwenda kufanya chochote wanachotaka kufanyia wenyewe, na wengine kwenda kuuza kama mali chakavu. Lakini ujue kwamba unaiumiza nchi yako, unaumiza Watanzania. Ni lazima tuwe wazalendo na nchi yetu. Ni lazima tutunze hii miundombinu. Halmashauri ya Kishapu ni moja ya halmashauri 6 za mkoa wa Shinyanga ambayo bado inakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi, hususan wa maeneo ya pembezoni ambako mradi wa maji ya Ziwa Victoria bado haujafika. Kasisi Costa, Azam News, Kishapu, Shinyanga. Tuelekee viwanjani sasa. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imeendelea leo kwa mchezo mmoja kupigwa, ambapo mabingwa watetezi Yanga wameifunga Coastal Union, kama anavyotueleza taarifa hii. Ligi kuu ya NBC imeendelea tena leo kwa mchezo mmoja kupigwa, ambapo mabingwa watetezi Yanga iliwaalika wagosi wa kaya Coastal Union katika mchezo uliochezwa uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Yanga ameendeleza wimbi la ushindi baada ya leo kushinda bao 1-0 dhidi ya wagosi wa kaya na kuendelea kujikita kileleni mwa msimamo wakiwa na jumla alama 64. Naye mshambuliaji wa Singida Black Stars Elvis Baranga Rupia amefikisha jumla mabao 10 kwenye orodha wa wafungaji bora msimu huu baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam FC waliokubali kipigo hicho kutoka kwa Wali Alizeti, huku bao pekee lililotosha kutofautisha mchezo huo likifungwa na super sub Elvis Rupia.
Hii ni Azam News. Habari kuu usiku huu: madaraja yaendelea kusombwa Lindi, wasafiri wakitaabika njiani. Tutakaporejea tutakuwa na yafuatayo. Karibu, tunaendelea na Azam News. Mimi ni Mercy, mwenzangu ni Ahimidi Olotu. Tupo na Claudia Mwakatobe anayetuongoza kwenye lugha ya alama. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imeungana na jamii ya watu wa Rwanda kuadhimisha miaka 31 tangu taifa hilo lilipokumbwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe na kusababisha mauaji ya kimbari yaliyodumu kwa takribani siku 100. Mauaji hayo yalijiri mwaka 1994 ambapo yalisababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya kabila la Wahutu na Watusi, huku ikikadiriwa kuwa kati ya watu 800,000 hadi 1,000,000 waliuawa. Kumbukumbu hiyo imefanyika katika makao makuu ya EAC jijini Arusha, ambapo katibu wake mkuu Veronica Nduva amesema madhila yaliyotokea Rwanda yametoa somo ambalo limeifanya jumuiya hiyo kuweka sera inayozingatia umuhimu wa kukabiliana na vitendo vya mauaji ya kimbari visijirudie tena. Kama jumuiya tuweze kuishi pamoja, tusiweze kuweka mbegu za utengano, lakini tupande mbegu za umoja, upendo na maafikiano. Ni muhimu sisi wote kujua, tusipokuwa na uangalifu, tusipokuwa na ile lazima we have to be intentional sisi wenyewe ya kwamba tuzuie kitendo kama hiki kisije tena kutokea huku Afrika Mashariki. Hamna lolote ambalo ni unique, nothing unique, nothing special. It can be anyone. Tukiwa na chuki kati yetu, tukiwa na mbegu za chuki zinazopandwa, tutaweza kuwa ni siku ambayo tutaona kitendo kama hiki. Namni Veronica Nduva, katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki EAC. Na katika taarifa nyingine, mkutano wa 19 wa bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unatarajiwa kuanza kesho Jumanne jijini Dodoma, ambapo bajeti ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2025-2026 itajadiliwa. Serikali ilishawasilisha mapendekezo ya ukomo wa bajeti kuu ambayo ni shilingi trilioni 57, ikiwa ni ongezeko la asilimia 13 ikilinganishwa na bajeti ya zaidi ya shilingi trilioni 50 ya mwaka huu wa fedha 2024-2025. Wakati wa wasilishwaji wa mapendekezo hayo, waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba aliwaambia wabunge kuwa serikali imezingatia mazingira ya kiuchumi ya ndani na nje ya nchi. Mkutano huo unatarajiwa kuhitimishwa Juni 26 mwaka huu, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atalihutubia bunge na kisha kuhitimisha shughuli za muhimili huo kabla ya nchi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ni muhimu kuzinduliwe mpango ndani ya Jumuiya ya Madola ambapo utawapa ujuzi vijana milioni 1 katika sekta ya uchumi wa buluu na kijani ifikapo mwaka 2030. Ameyasema hayo alipozungumza katika mkutano wa biashara na uwekezaji wa Jumuiya ya Madola mwaka 2025 kwenye ukumbi wa jiji la kihistoria Mansion House mjini London. Dkt. Mwinyi amesema mbali na mpango huo kuna umuhimu pia wa kuanzishwa kwa ufadhili wa kujitolea na utaalamu katika sekta hiyo ili kuharakisha maendeleo endelevu ya bahari katika nchi za Jumuiya ya Madola. Aidha, ametoa wito kwa washiriki wa mkutano huo kuitembelea Zanzibar na kujionea fursa za uwekezaji katika sekta ya uchumi wa buluu, utalii wa mazingira, nishati mbadala ya bahari, ufugaji wa samaki endelevu na maendeleo ya bandari. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola. Na muda huu sasa tupate mkusanyiko wa habari mbalimbali kutoka kwingineko nchini. Bodi ya korosho nchini imewataka wakulima wa zao hilo wasajili mashamba yao ili watambulike ukubwa wake pamoja na idadi ya miti walionayo. Vinginevyo hawatapatiwa pembejeo zinazotolewa bure na serikali.
Ni maelekezo ya mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo Francis Alfred akiwa mkoani Mtwara, ambapo amesema msimu huu wanatarajia kusambaza salfa tani 40,000 pamoja na viuatilifu vya maji lita milioni 3. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango anatarajia kuwa mgeni rasmi katika hafla ya utoaji wa tuzo za taifa za Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu itakayofanyika Aprili 13 mwaka huu katika ukumbi wa Superdome jijini Dar es Salaam. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hafla hiyo inalenga kutambua na kuenzi mchango wa waandishi bunifu katika kukuza lugha, utamaduni na fikra za maendeleo nchini. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ametoa siku 30 kwa kampuni ya PMM Tanzania Limited inayoendesha mgodi wa Magambazi uliopo katika kijiji cha Nyasa, wilaya ya Handeni, iwasilishe taarifa za utendaji wa mgodi huo wa leseni ya kati. Ametoa maagizo hayo wakati akizungumza na wananchi baada ya kukagua mgodi huo, ambapo amesema kwa mujibu wa sheria ni lazima mwenye mgodi wa leseni ya kati athibitishe kuwa na uwezo wa kuendesha, mathalan kuwa na kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 30. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA kimesema kimejipanga vyema kushiriki ipasavyo uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu kwa kusimamisha wagombea wake katika ngazi mbalimbali. Katibu wa habari na uenezi taifa wa chama hicho Ipiana Njiku amesema hayo jijini Mbeya wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesisitiza kuwa CHAUMMA hawatakiunga mkono chama chochote ambacho hakitashiriki uchaguzi mkuu kwa sababu yoyote. Tukisalia kwenye siasa, chama cha ACT Wazalendo kimesema mamlaka zinapaswa kuendelea kuimarisha demokrasia nchini, kuvitendea haki vyama vyote vya siasa pamoja na kuzingatia matakwa ya wananchi, kwani ndio msingi wa Tanzania kuendelea kuwa kisiwa cha amani na utulivu. Ni kauli ya makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara Isiaka Mchinjita na mwenyekiti wa chama hicho Kigoma Kiza Mayeye wakati wa kongamano lao maalum la Linda Demokrasia mkoani humo. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashid Had Rashid amesema hawatasita kuwachukulia hatua wafanyabiashara wanaoshindwa kuzingatia usafi kwenye maeneo yao ya kazi. Ameyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya operesheni ya usafi wanayoifanya hivi sasa katika maeneo mbalimbali, ambapo inaonekana kuna baadhi ya wananchi bado hawazingatii kanuni za usafi. Naam, tukimulika taarifa nyingine, watu wasiopungua 15 ikiwemo mwandishi wa habari mmoja wameuawa leo kwenye ukanda wa Gaza baada ya kushambuliwa na wanajeshi wa Israel, ambapo tukio limesababisha jumla ya Wapalestina waliouawa tangu Oktoba 2023 kufikia 50,000. Taarifa kutoka ukanda wa Gaza zinasema vikosi vya Israel viliyalenga mahema yaliyofungwa nje ya hospitali mbili kubwa alfajiri ya leo Jumatatu. Picha iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimemuonesha mwandishi wa habari aliuawa akiteketea kwa moto licha ya mtu aliyekuwa karibu naye kujaribu kumwokoa kwa kuuzima, lakini taarifa za baadaye zilisema amefariki dunia. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kuwa walisikia mlipuko mkubwa na walipotoka nje wakaona baadhi ya mahema yameshambuliwa. Kama tunavyofahamu, leo ni maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya Rais wa Zanzibar Abeid Amani Karume, na kwenye uchanganuzi mwenzetu Nurdin Selemani yupo tayari. Nurdin. Mills, kama ambavyo umesema, leo imetimia miaka 53 tangu alipouawa Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume. Ni tukio ambalo lilikuwa la kustua, wengi hawakuwa wamelitarajia kwa sababu mzee Karume alikuwa ameketi akicheza bao katika jengo la Kisiwa Ndui ambako kwa sasa yapo pia afisi kuu za CCM kule Zanzibar. Mara baada ya kutokea tukio hilo ilikuwa ni taharuki. Nakumbuka huyu wakati alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulikuwa ukiteuliwa ukiwa rais wa Zanzibar, unakuwa pia makamu wa rais
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa ni ya kishindo, ilijaa simanzi na hakuna ambaye alitarajia, mtu ambaye alitajwa kama mhimili wa misimamo mikali ambayo haitetereki wakati akiendelea kuijenga Zanzibar baada ya kufanyika kwa mapinduzi. Kwa hiyo leo anakumbukwa mtu ambaye alikuwa ni jemedari, mtu ambaye aliongoza mapambano kwelikweli ya kuweza kuikomboa Zanzibar na kuirudisha kwenye mikono ya Wazanzibari wenyewe. Kwa hiyo tutamzungumza na kumjadili mtu ambaye misimamo yake ingali bado inaishi. Wale viongozi wa kileo wanamfahamu vyema na yale ambayo alikuwa akiyapigania. Kwa hiyo ni mambo ambayo watu wayatarajie kuweza kuyasikia wakati tunamzungumzia Sheikh Abeid Amani Karume, na tunaye hapa Mzee Said Miraji ambaye yeye amebobea katika ile eneo. Kwa hiyo tunatarajia kupata darsa la maana ambao linaweza likatufungua na kutupa taswira ya mtu ambaye aliyaishi mapinduzi, na hata leo unapozungumza mapinduzi ya Zanzibar, maana yake msingi ama uti wa mgongo wa mapinduzi yenyewe maana yake ni Sheikh Abeid Aman Karume, mwanasiasa ambaye kuna maneno yake wakati mwingine alikuwa ni makali kweli kweli. Wakati wa muungano kuna maneno aliyasema watu wakaogopa. Alisema muungano ni kama koti tu, ukiona limekubana basi tutavua kuweza kuona ni kwa namna gani mambo mengine yanaendelea. Lakini pia akaeleza kuna baadhi ya mambo yanaishia chumbe pale, unapofahamu chumbe. Ndio maana nitaka niseme kitu kimoja. Vijana wa sasa wanaposikia siku ya Karume wanapata taswira gani kichwani? Ni kitu ambacho pia kinafikirisha, lazima tuweze vijana wa leo kwanza kuzungumza mtu ambaye amefariki miaka 53 ni wale ambao wameamua kubobea kwenye historia. Lakini kama hujaweza kujiridhisha na kubobea kwenye historia inakuwa ni ngumu. Mtu ambaye amefariki miaka 53 maana yake leo lazima urejee kuona nini ambacho alikifanya wakati wa mapinduzi yenyewe ya Zanzibar, wakati ule ambako anaondolewa pale Mwarabu na utawala wa kinyumbani wa Zanzibari wenyewe unachukua hatamu na kuweza kuongoza. Hiyo siku wenyewe tu ya mapinduzi ilikuwa na mikasa yake kweli kweli, ikiongozwa na jemedari Sheikh Abeid Aman Karume. Kwa hiyo ni mtu ambaye kisawasawa unataja kiongozi ambaye si wa kutetereka, kiongozi ambaye nimekuambia amekuwa na misimamo mikali, na hata wakati ambako Jamhuri ya Muungano inatengenezwa waliweka misingi madhubuti ambayo unaweza ukaiona leo tunadumu kwa zaidi ya miaka 60 tukiwa katika muungano huu ambao ni madhubuti. Lakini ukirejea ni moja ya vitu ambavyo Sheikh Abeid Aman Karume amekuwa na mchango katika kusimamisha hiki ambacho tunakiona. Kwa hiyo vijana wa kileo lazima warejee wasome historia ya mtu ambaye anatajwa kwamba alikuwa pia baharia. Kwa hiyo unaweza ukaelewa uimara ambao alikuwa nao Sheikh Abeid Aman Karume. Sasa vijana sasa ukiwaambia baharia wanapata taswira nyingine, lakini baharia sio huyo. Namna hiyo, na ndio mjadala mkubwa ambao utakuwa kwenye uchanganuzi, si ndivyo Messi? Na mimi na wewe kwa sababu ni vijana wa kileo tukubaliane tu. Tukimaliza hapa tunaenda kutega sikio. Tunatega sikio. Naam, hakuna namna. Tumekuwa na mengi kwenye Azam News kwa usiku huu, lakini tuweze kuyamulika baadhi kwa mukhtasari. Madaraja yaendelea kusombwa Lindi, wasafiri wataabika njiani. Aliyekuwa mhariri mwandamizi wa Azam Media Rahab Fred azikwa. Mafuriko yaua zaidi ya watu 30 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwenye michezo, Yanga yazidi kujiimarisha kileleni ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwenye Azam News ya Jumatatu hii. Ulikuwa nami Ahimidiwe Olotu. Nami ni Mary Simbaya.
lakini pia Claudia Mwakatobe ametuongoza katika lugha ya alama. Tunakutakia usiku mwema, lakini usikose kufuatilia kipindi cha Uchanganuzi. Kama ambavyo tumedokezwa, ni mengi ambayo tutajua kuhusiana na Karume na siku yenyewe, na tutaweza kufahamu kwa kina. Tunakutakia usiku mwema na wakati mwema. Naam, songa zetu. Sawa. Weekend inaanza.